ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. Yote ni nini? Ni njaa. Ili mtu aingize kwenye YouTube aonekane anafanya kazi ya Mungu, jamii shtuke, ni mambo ya hovyo tunayoyafanya. Na mimi naamini maneno haya yatakuzini, mtachukia, huwa mchelewe kuchukia mkiambia ukweli. Yani mimi nitasimamia ukweli na nitasimamia haki. Na mtanisamea kwa kweli. Kwenye dini huwa sina mzaha. Mimi nimeupatia dhiki Uislamu. Mimi nimeupatia dhiki kwa kweli Uislamu. Usifikiri Uislamu mimi nimeokota kama ulivyokota wewe. Mimi nimelala njaa, nimelala msikitini, nimelala nje, nimelala mpaka juu ya mti kwa ajili ya kutetea Uislamu wangu. Wakati nimeacha Ukristo, nimepata dhiki mimi. Sasa mimi nawashangaa Waislamu wanaofanya mzaa wanachezea dini ya Mwenyezi Mungu. Wallahi. Mwangalieni huyu mwingine anasema eti yeye Msomali. Jana anasema hivyo yeye Msomali kutumaanisha kwamba eti Msomali kabatizwa au Msomali karitadi. Huyu sio Msomali, ni Gare Bwana Adamu Haji. Mimi namjua huyu. Huyu si Msomali, ni muongo. Muongo. Wala hakuwa shekhe, wala kusoma Madina, wala kusoma Saudia, wala hana elimu yoyote. Sasa huu mchezo ndio unafanywa hivi. Sasa batimbao tukiwaambia Waislamu na Waislamu na nyinyi yani kama vile washabiki tu. Amfanyi mambo kwa uchamungu wala muangalie mambo kwa uchamungu. Baadhi yetu lakini sio wote. Tumekuwa ni washabiki. Mwana tusikiliza jamani, sisi tuliotoka huku tukaja huku tusikilizeni. Wengine hatukuja kwa kuahidiwa kazi wala fedha. Tunaifanya kazi ya Mungu katika mazingira magumu sana. Sasa mimi niseme, sisemi kwamba wahubiri wote wa Kenya wabaya. Mimi nimehubiri Kenya, nimehubiri na baadhi ya wahubiri wa Kenya, lakini nasema ule ukweli wa Mungu. Mimi nawatumu sana wahubiri wa Kenya. Punguzeni njaa. Punguzeni njaa, mtakwenda pabaya. Imefikia mtu Kenya nimeona anatembea na kamera barabarani. Eti anasema anafanya dawa. Dawa gani? Unatembea na kamera barabarani, ukitembea tunamkuta mtu bwana Yesu namwonaje? Yesu Mungu si Mungu. Mahubiri gani hayo? Mahubiri ya wapi hayo? Kama sio uhuni tu. Ili kuwafanya watu wa nje waone kwamba watu wanafanya kazi ya Mungu kweli hawa. Hapana. Kama kipo tu utapewa. Muda ukifika kupewa utapewa tu. Utapewa tu. Muda ukifika utapewa, acha usanii. Leo imefikia mtu anakwenda kanisani anasubiri watu wanaingia kanisani anawashuti. Wao angalia huyu mama alikuwa anaenda kanisani kuombewa, hii sio Islamic State. Anampigia pia mbele alikuwa anaenda kanisani kuombewa, yeye anaenda kanisani kuombewa, achana naye. Wewe waite watu wahubiri. Ina maana wewe ndio unapromote haya mambo. Ni sawa na wewe umemkuta barabarani mtu anamtukana rais wa nchi au anatukana serikali au anamtukana mtu fulani. Kwa sheria ya journalism yoyote ile unayosoma journalism ambayo mnamiliki na YouTube, kuna mambo mengine ukichukua unaonekana wewe ndio unayefanya. Mtu anatukana labda serikali au anafanya jambo la hovyo, wewe ukamshuti afu ukamlusha, inaonekana wewe ndio unayetukana, sio yule aliyetukana. Wewe mwenye chombo chako uliyokubali kumweka pale. Ndio maana katika vyombo vya habari vyote kuna muhariri. Muhariri kazi yake ni kuchuja yale mambo kuyahariri. Kuna meneja ana manage yale mambo ya uandishi. Sasa hizi YouTube tafuteni na wahariri wenu. Wao wanahariri haya mambo, si kila jambo chafu kulirusha. Nyinyi ndio mnaopromote sasa Ukristo. Kwa sababu unakwenda kumshuti kuningangania mtu kwanza ambaye amekwisha ritadi. Kwanza mtu akisha ritadi hata kufanya naye mazungumzo haifai. Aliyeritadi mtu gani? Aliyeritadi akiwa na elimu. Sizungumzia wanaoritadi wa majahili. Au majahili kuwahubiria ni sawa. Na hata yule aliyeritadi kama nataka mzungumze naye, muite faragha. Mwambie, Shekhe, kwa nini umefanya hivi? Wewe ni msomi wa dini. Shekhe, rejea katika dini. Na hata akisema anarudi katika dini, umrudishe mle mkiwa chumbani faragha. Alafu baada ya hapo mwambie bwana ondoka eneo hili, nenda eneo lingine. Hili eneo tayari wewe umeshanuka. Waislamu hawatakuamini. Kwa nitaka tukuambia bwana Yahya kutoka huko Kenya, Mombasa, Nairobi, hebu acha hayo mambo. Acheni kuchezea dini. Wahubiri wake mnatutia aibu walimu wenu kutoka Tanzania.
mnautia aibu Uislamu, mnaudhalilisha Uislamu. Kwani hakuna watu wengine waliozaliwa katika dini? Hakuna Wakristo waliozaliwa katika Ukristo walimwahubiri? Lakini kwa nini mnaong'ang'ania wa murtadi? Kuna murtadi mmoja anaitwa Timotheo, yuko pale Kenya, ndio amekuwa kama rafiki wa Waislamu, wahubiri wa Kiislamu, wanakwenda wanakaa naye. Alafu yeye mtu mmoja utakuta mfanya naye debate Mombasa, utamkuta mfanya naye debate Nairobi, utamkuta mfanya naye debate Nakuru, utakuta mfanya naye debate Kakamega, utamkuta mfanya naye debate sijui. Kwa nini awe huyu tu? Kwa nini awe huyu tu? Kwa ni wazi kwamba mipango inayoandaliwa hapa ni mipango ya kuwatapeli Waislamu na kuwafanyia usanii. Kwa mnavunja heshima ya dini. Na mimi nitaendelea kusema na nitasema, nichukieni nitasema, kwa sababu haki lazima izungumzwe. Na hii ndio tatizo kwa kweli. Tatizo letu Waislamu ni hili. Hatutaki kusimamia kweli. Tuna mapenzi badala ya kusimamia katika haki. Kwa ndugu zangu Waislamu, binafsi nimeona mimi leo nilizungumza hili neno au tukio hili, ni tukio baya sana. Kama ulivyoziona hizo klipu zinasambaa duniani kote. Yaani nikana Waislamu ni watu ambao wana misimamo hata wakisoma. Sasa mnaifundisha nini jamii? Yaani mtu umesoma dini vizuri, baadaye unaritadi, baadaye unarudi tena unasema mwenyewe niliahidiwa kupewa pesa. Sasa ina maana wewe una akili kweli? Sisi tunakutaka wa nini tena unakuwa na sisi? Tutakuamini vipi tena? Sisemi kurudi kwamba Mungu, mimi sikukatazi kurudi katika dini ya haki ya Mungu. Mungu ndiye anayejua namna ya kukusamehe, namna ya kukupa hukumu yake. Umechezea dini yake, lakini kwa nini wahubiri mnaong'ang'ania watu kama hawa? Kuna nini mnachopata ndani yake? Nilipokuwa watu wa wasanii, afu nikamwona mtu mmoja tena Kenya huko amekaa sehemu moja, anasema eti huu ni msaafu, anaonesha kitabu fulani. Nilipokuwa watu wahuni, anasema eti Mayahudi wametengeneza msaafu, wameusambaza, wameuleta mpaka hapa Kenya. Huu msaafu sijui anautoa kasoro, una juzuu 31. Hebu jiulizeni nyinyi Waislamu nyinyi, hivi mtu unaweza kutengeneza Qur'ani kweli? Ni mambo ya uongo yanatengenezwa. Tuna wahubiri wenye njaa hawa, wameshindwa kuhubiri dini. Watu wamefanya usanii mpaka jamii imeshagundua. Sasa wanatengeneza program nyingine. Wewe Qur'ani atailinda Mungu mwenyewe. Hakuna anaweza kutengeneza Qur'ani. Hata hii Qur'ani ya tafsiri ya Sheikh Farsi hii hapa. Hii Qur'ani Sheikh ilivyotengenezwa, ilivyotafasiriwa, tarjuma, walivyo translate kwa neno. Sheikh Abdallah Farsi aliyekuwa kadhi mkuu wa Kenya, asili yake ni Mzanzibari. Huyu hakuitafsiri yeye kama yeye, alipeleka kwenye jopo la maulama, wanavioni wakaipitia, wakasema kwa mfumo huu tunakubali, basi iingize mtaani, iingize misikitini, iingize barabarani, iingize duniani, watu waione na kuisoma. Usije ukafikiri Qur'ani inaweza ikaandikwa tu basi ikaachwa. Na ndio maana hapo kiangalia chapa ya kwanza ni chapa ya mwaka 1969. Chapa ya pili iliyopitiwa upya, unaona, ilipitiwa upya mwaka 1974. Imepitiwa upya baada ya kuchapishwa, unapitiwa upya na wana wa vioni, mashekhe, maulama. Leo mkurupuka tuna kitabu chako umeandika mwenyewe unasema eti Mayahudi wametengeneza Qur'ani. Nani ataamini hayo maneno yako? Acheni maneno ya propaganda, twendeni tufanye kazi ya Mungu. Tuwahubiri watu waingie katika dini yake ya Mwenyezi Mungu. Na wakiingia tuwape matumaini na utulivu katika nyoyo zao. Kumbe ndio maana tunakuwa na maisha ya kidhalili sana. Hivi kweli Mungu anaweza kumwacha mtumishi wake? Mtu anayemtumikia Mungu, Mungu anaweza kumwacha? Kwa nini tunadhalilika? Ndio yale Mungu aliyasema katika sura Taha. Mungu alisema atakayeacha mawaidha yangu nitampa maisha ya dhiki duniani na siku ya kiyama nitamfufua ni kipofu. Sasa dhiki tunayopata ni matunda mikono yetu sisi wenyewe. Yapo mambo mengi tunayafanya, Mungu anayasamehe na kuyajua. Kwa nimependa kulisema ili kuwapa nasaha wahubiri wa Tanzania na wa Kenya, acheni usanii katika dini. Leo kumekuwa na usanii mbaya sana, yani mbaya kabisa kabisa. Badala ya watu kufanya kazi ya Mungu, wanawakusanya watu kwenye mikutano. Ile mikutano kazi yao inabaki ni kuuza madawa na maji. Madawa na maji. Hivi jamani, uganga ndio unaenda namna hiyo? Mimi nafanya tiba, sikatai. Nafanya tiba sana. Lakini siwezi kufanya tiba zangu kufanya kwenye mikutano ya wazi.
tunawaangusha wanawake, wanaanguka utupu wa nyama, wanavua nguo zao, wanadhalilika. Tiba ni siri, ni faraha. Tiba ni aibu. Mimi nafanya, japokuwa tukigusa maslahi haya watu wanaandaa vikundi, wewe mbona hivi? Mimi nafanya tiba, lakini kila jambo lina pahala pake na kila pahala pana jambo lake. Ninapofanya tiba yangu mimi naitangaza, mtu anakuja hapa nampa maelekezo ya dawa, anakwenda sehemu fulani nampa maelekezo ya dawa, anakuja hapa nampa hiki na hiki. Inakuwa ni aibu yangu kama yuko nje namtumia. Uwezo kaita mikutano ya nje tunasema na ubiri dini, afu nauza madawa yako ya uongo. Kwa mimi naomba hebu tubadilike kwa kweli Waislamu. Turudini kwa Mungu. Tuache babaishaji. Watu hao wanaoritadi, hata Wakristo tunaohubiri, wanatuona sisi ni watu vilaza kabisa. Kwa sababu tunatona tuko serious kwenye dini, tunafanya mchezo. Nimaliza, angalieni mzee Yusufu. Yusufu alizaliwa katika Uislamu. Wallahi, watu wengi wamemlaumu sana Yusufu. Mzee Yusufu hafai kulaumiwa, analaumiwa kwa asilimia chache kwa sababu ni Muislamu. Lakini watu mliombomoa Yusufu, jitafakalini na nyinyi, mna madhaifu makubwa, wahubiri wa dini, mna madhaifu. Yusufu alikuwa Muislamu Zanzibari, akaanza kuimba taarabu. Baada ya kuimba taarabu, Yusufu akajua kwamba nimemkosea Mungu, akarejea katika dini. Badala ya Yusufu kurejea katika dini, afundishwe tauhidi, kwa sababu mtu mwenye tauhidi hawezi kuimba taarabu. Yusufu alipaswa sasa ajengwe kiyakini, kiimani, aelekezwe, apewe tauhidi, ajengwe. Yusufu akawa anachukuliwa, mtu alikuwa anaimba taarabu amerudi kwa Mungu, akaenda hija akarudi. Badala sasa akae aelekezwe miiko ya dini na madhara aliyofanya, namna ya kufanya toba kwa Mola wake, Yusufu akawa anatembezwa kwenye mihadhara. Kazi yake kubwa kuomba sadaka kwa Waislamu. Nilikuwa naimba taarabu, naomba sadaka. Na sadaka ile akipewa, hafikishiwi yeye kama alivyopewa. Watu wanapiga panga, wanagawana, yeye wanampa kidogo. Anaona madhaifu ya mashekhi, ya wahubiri. Anaona madhaifu ya wahubiri. Hawana akhlaki yoyote ya dini. Kwa Yusufu angefikia kwenye mikono salama, mikono yenye kheri, mikono yenye dini, mikono yenye Qur'an na sunna za mtume, na hapo wallahi bila Yusufu asingelejea kwenye taarabu. Kwa sisi tunawabomoa watu, badala ya kuwajenga watu kiimani, tunawabomoa sana Waislamu. Tunawavunja imani. Watu wanaamua kuingia nao katika maovu. Yusufu akaona kule alikuwa anafanya naimba taarabu na kata viuno, watu wanakunywa bombe na waburudisha katika muziki, na huku nimekuja nafanya mambo ya hovyo yale. Bora nirudi nikapige tu muziki basi nipate pesa, kuliko kupoteza muda. Sasa watu wanamlaumu, kwani yeye si Muislamu, kwani alisilimu? Hata akiwa Muislamu hajui, ni jahili huyu. Ni mtu mjinga, alipaswa kulelewa katika dini. Huyu ni Muislamu lakini hajiamini, hana yakini. Sasa amerudi tena kwenye taarabu, watu wanamtukana. Kwa hiyo sisi waadhiri kama tusipoangalia, tunaumiza watu. Mimi nakwambieni, tunawafanya watu wakose utulivu wa dini katika dini. Tujitafakari sana. Tuache mambo ya mazoea kujiona sisi ni masuperstar, tuna majina makubwa. Mungu amesema katika Qur'ani sura Al-Hujurat sura 49 aya 15, nimekumbeni nyote kutokana na mwanaume mmoja ambaye ni Adam na mwanamke mmoja ambaye ni Hawa, nikakufanyeni mataifa na makabila mbalimbali ili mpate kujuana. Aliyekuwa mbora kwenu nyinyi Waislamu ni yule anayemcha Mwenyezi Mungu. Sasa mcha Mungu hawezi kufanya mambo ya hovyo kama haya. Mcha Mungu hawezi kufanya mambo ya kishenzi kama haya kwenye dini. Na kwenda unadanganya Waislamu, unafanyia usanii, unakwenda kufanya mjadala na mtu ambaye mshenzi tu, muhuni wa hovyo, aliyekuwa Muislamu akalitadi. Tena Muislamu mwenye elimu ya thanawi ni kama form 6 ya kisekula. Anamtawasi tu, anaongea Kiarabu, vitabu vyote vya dini anasoma, Qur'an anajua tafsiri, anatafsiri kwa uhuni anavyotaka yeye. Alafu wewe tunafanya mjadala mtu wa hovyo kama huyu, eti ili ionekane kama unajadiliana na watu, na Waislamu mna support vitu kama hivi, vitu vya hovyo kabisa. Kwa mimi nimelizungumza hili kwa uchungu kabisa na kwa hisia. Mimi niliacha Ukristo kwa kuamini kwamba Mungu ni mmoja, Muhammad ni mtume, na Qur'an ni maneno yake. Lakini kuna Waislamu mnatuvunja nguvu katika dini. Wallahi na hapa nasema kweli. Mnatuvunja katika dini. Mnatusikitisha sana. Tena mnatutia uchungu sana kuona mnachezea dini nyinyi. Yaani sisi tuliosilimu ndio tunakuwa na uchungu na dini. Mambo gani ya tunafanya bwana? Mambo ambayo Mungu hayataki, mtume hayataki, dini imeyakataa.
Si tumeang'ang'ania ya nini? Hebu mcheni Mwenyezi Mungu. Mcheni Mwenyezi Mungu. Tumche Mwenyezi Mungu. Turejee kwake Mwenyezi Mungu. Na wewe kijana uliyelitadi, nenda ukajitafakari. Kichwa chako hakiko sawa sawa. Na wewe ya haya na kujua mimi kichwa chako hakiko sawa sawa. Ungekuwa ni mtu mwenye akili huwezi kufanya mambo ya hovyo kama hayo. Acheni usanii kwenye dini bwana. Acheni. Mimi nitazungumza tu chana kope, acheni kabisa. Hata Tanzania tuache haya mambo. Mnafanya mambo ya hovyo sana. Yanawafanya mpaka Waislamu wametuona sisi watu wa kawaida tu. Acheni bwana. Mimi niishia hapa. Mwisho wa kipindi ndio mwanzo wa kipindi. Utaendelea kuangalia kipindi kingine inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.